Karne ya 16 ilikuwa kipindi cha mabadiliko makubwa sana katika historia ya Ukristo barani Ulaya. Ndani ya kanisa lililokuwa na nguvu kubwa wakati huo, yaani kanisa la Roman Catholic, kulianza kuibuka malalamiko kuhusu baadhi ya mafundisho na utendaji wa viongozi wa kanisa. Kutokana na hali hiyo, mwanateolojia mmoja kutoka Ujerumani aliyeitwa Martin Luther alisimama kupinga baadhi ya mambo aliyoyaona hayalingani na mafundisho ya Biblia. Hatua zake zilisababisha tukio kubwa katika historia ya Ukristo linaloitwa Protestant Reformation, yaani mageuzi ya Kiprotestanti. Protestant Reformation ni nini hasa? Haya ni mageuzi ya Kiprotestanti, yaani harakati ya kihistoria ya kubadilisha na kupinga baadhi ya mafundisho ya Kanisa Katoliki katika karne ya 16. Mageuzi ya Kiprotestanti yalikuwa harakati kubwa ya kidini katika karne ya 16 Ulaya, iliyolenga kubadilisha na kupinga baadhi ya mafundisho na utendaji wa kanisa la Roman Catholic. Harakati hii ilianzishwa na mwanateolojia wa Ujerumani Martin Luther mwaka 1517 alipotoa waraka maarufu unaoitwa 95 Theses kupinga baadhi ya mafundisho ya kanisa wakati huo. Kwa nini inaitwa Protestant? Neno Protestant linatokana na neno la Kilatini protestari ambalo lina maana ya kupinga hadharani, kutoa malalamiko rasmi. Kwa hiyo Wakristo waliokubaliana na mawazo ya Martin Luther waliitwa Waprotestanti kwa sababu walikuwa wanapinga baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki. Je, huyu ndiye Martin Luther King, mwanaharakati maarufu wa Marekani? Hapana, si mtu yule yule. Kuna watu wawili tofauti kabisa wenye majina yanayofanana kidogo. Martin Luther, mwanateolojia wa Ujerumani wa karne ya 16, aliyesababisha Protestant Reformation na kuanzisha harakati zilizozaa Lutheranism. Martin Luther King Jr., mwanaharakati wa haki za kiraia nchini Marekani katika karne ya 20. Ingawa majina yao yanafanana sana, waliishi katika vipindi tofauti kabisa vya historia na walifanya kazi katika mazingira tofauti. Martin Luther King Jr. alizaliwa mwaka 1929 nchini Marekani. Alikuwa mchungaji wa Kikristo na kiongozi wa harakati za kupigania haki sawa kwa Waafrika wa Amerika. Aliongoza harakati za kupinga ubaguzi wa rangi kwa njia ya amani na maandamano yasiyo ya vurugu. Mojawapo ya hotuba zake maarufu zaidi ni I Have a Dream, aliyotoa mwaka 1963 wakati wa maandamano makubwa Washington. Huyu si Martin Luther tunayemzungumzia leo, bali tunamzungumzia mwanateolojia kutoka Ujerumani. Hebu tuendelee na mada yetu ya leo. Kutoka katika harakati hii ya mageuzi ya Kiprotestanti ndipo lilipozaliwa dhehebu la makanisa ya Walutheran. Maisha ya mwanzo ya Martin Luther. Martin Luther alizaliwa tarehe 10 Novemba mwaka 1483 katika mji wa Eisleben nchini Ujerumani. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa migodi aliyetamani mwanawe awe mwanasheria. Luther alienda kusoma katika chuo kikuu cha Erfurt na akasomea sheria. Lakini mwaka 1505 tukio lilitokea ambalo lilibadilisha maisha yake kabisa. Alipokuwa safarini, alikumbwa na dhoruba kali sana ya radi. Katika hofu yake aliapa kwamba kama angeokoka, angejiunga na maisha ya utawa. Baada ya tukio hilo, Luther aliingia katika monasteri ya watawa wa Agustino na kuanza maisha ya utawa. Baadaye alipewa daraja la ukuhani ndani ya kanisa la Roman Catholic na akaanza kusoma sana teolojia na Biblia. Maswali ya Luther kuhusu wokovu. Kadiri Luther alivyozidi kusoma Biblia, alianza kuwa na maswali kuhusu mafundisho ya wokovu yaliyokuwa yanafundishwa wakati huo. Katika kanisa la wakati huo, kulikuwa na mafundisho kwamba matendo mema, sadaka, sakramenti za kanisa vilikuwa sehemu ya kumsaidia mtu kupata wokovu. Lakini Luther alipokuwa akisoma Biblia, aliona maandiko kama haya: mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi 1:17. Kutokana na aya hii, Luther alianza kuamini kuwa wokovu unatokana na neema ya Mungu kupitia imani, si kwa matendo ya mwanadamu. Tatizo la indulgences. Moja ya mambo yaliyomkasirisha sana Luther ni biashara ya kile kilichoitwa indulgences. Indulgence ilikuwa hati iliyouzwa na baadhi ya viongozi wa kanisa ikidaiwa kupunguza adhabu ya dhambi kwa mtu au hata kwa ndugu waliokufa. Mhubiri mmoja aliyeitwa Johann Tetzel alikuwa akiuza hati hizi kwa watu kwa maneno yaliyosemekana kama pesa ikigonga sanduku, roho hutoka toharani. Luther aliona jambo hili
kuwa linapingana na mafundisho ya Biblia kuhusu toba na msamaha wa dhambi. Tarehe 31 Oktoba mwaka 1517, Luther alichapisha waraka maarufu unaoitwa 95 Theses. Inasemekana aliubandika kwenye mlango wa kanisa la Wittenberg ili kuanzisha mjadala wa kitaaluma kuhusu mafundisho ya indulgences. Waraka huo ulikuwa na hoja 95 za kupinga biashara ya rehema ya dhambi. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na uvumbuzi wa printing press, waraka huo ulienea haraka sana Ulaya nzima. Hapo ndipo mwanzo wa Protestant Reformation. Migogoro la Papa. Viongozi wa kanisa la Roman Catholic hawakukubaliana na mafundisho ya Martin Luther. Hatimaye Papa Pope Leo 10 alimtaka Martin Luther ayafute mafundisho yake, lakini Luther alikataa. Matokeo yake, mwaka 1521 alitengwa rasmi na kanisa Katoliki. Baraza la Worms. Mwaka 1521 Luther aliitwa mbele ya mkutano wa kifalme ulioitwa Diet of Worms. Alitakiwa kufuta maandiko yake, lakini alijibu kwa maneno maarufu sana: hapa nimesimama, siwezi kufanya vingine. Baada ya hapo, alitangazwa kuwa mkosaji wa sheria ya dola, lakini baadhi ya watawala wa Ujerumani walimlinda. Tafsiri ya Biblia kwa lugha ya watu. Moja ya kazi kubwa ya Luther ilikuwa kutafsiri Biblia kwa lugha ya Kijerumani. Kabla ya hapo, Biblia nyingi zilikuwa kwa Kilatini. Tafsiri yake ilifanya watu wa kawaida waweze kusoma Biblia wenyewe bila kutegemea mapadre pekee. Hatua hii ilibadilisha sana historia ya Ukristo Ulaya. Kuzaliwa kwa makanisa ya Lutheran. Kutokana na mafundisho ya Martin Luther, makanisa mapya yakaanza kuundwa ambayo baadaye yaliitwa makanisa ya Walutherani. Mafundisho yao makuu yalikuwa Sola Scriptura, yani Biblia ndiyo mamlaka kuu; Sola Fide, yani wokovu kwa imani pekee; Sola Gratia, yani wokovu kwa neema ya Mungu pekee. Hii ilikuwa tofauti na baadhi ya mafundisho ya kanisa la Roman Catholic. Kuenea kwa Lutherani Ulaya. Baada ya muda, mafundisho ya Luther yalisambaa katika maeneo mengi: Ujerumani, Sweden, Denmark, Norway, Finland. Katika nchi hizi, makanisa ya Lutheran yakawa makanisa rasmi ya taifa. Kifo cha Martin Luther. Martin Luther alifariki mwaka 1546 katika mji aliozaliwa wa Eisleben, lakini mawazo yake yaliendelea kuathiri sana historia ya Ukristo duniani. Harakati zake zilifungua njia ya kuzaliwa kwa madhehebu mengi ya Kiprotestanti. Athari za mageuzi ya Luther. Protestant Reformation ilisababisha mabadiliko makubwa sana: kugawanyika kwa Ukristo wa Magharibi, kuzaliwa kwa makanisa ya Kiprotestanti, kuongezeka kwa tafsiri za Biblia katika lugha za watu, mabadiliko katika siasa na utamaduni wa Ulaya, vita kati ya Wakatoliki na Waprotestanti katika historia ya Ulaya. Baada ya kuanza kwa Protestant Reformation iliyohusishwa na Martin Luther mwaka 1517, Ukristo wa Ulaya ulianza kugawanyika katika makundi mawili makubwa: waumini wa Roman Catholic Church, waumini wa makanisa ya Kiprotestanti kama wa Lutheran na madhehebu mengine. Mgawanyiko huu haukuwa wa kidini pekee, ulihusisha pia siasa, mamlaka ya wafalme na udhibiti wa maeneo. Hali hiyo ilisababisha mfululizo wa vita vikubwa Ulaya vilivyojulikana kama vita vya kidini. Vita vya kidini nchini Ufaransa 1562 hadi 1598. Moja ya migogoro mikubwa ilikuwa French Wars of Religion. Katika vita hizi, Wakatoliki walipigana dhidi ya Waprotestanti waliokuwa wanaitwa Huguenots. Mojawapo ya matukio mabaya zaidi ilikuwa kuuawa kwa Saint Bartholomew's. Katika tukio hilo, maelfu ya Waprotestanti waliuawa wa Paris na katika miji mingine ya Ufaransa. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 10,000 waliuawa katika mauaji hayo. Vita hivi vilimalizika mwaka 1598 wakati Mfalme Henry wa 4 wa Ufaransa alipotangaza amri iliyoitwa Edict of Nantes, iliyowapa Waprotestanti uhuru fulani wa dini. Vita vya miaka 30, 1618 hadi 1648. Vita kubwa zaidi kati ya Wakatoliki na Waprotestanti ilikuwa 30 Years' War. Vita hii
ilianza katika eneo la Ujerumani ndani ya dola takatifu ya Roma. Sababu zake zilikuwa mgogoro wa kidini kati ya Wakatoliki na Waprotestanti, mapambano ya kisiasa kati ya falme za Ulaya, nguvu za kifalme na udhibiti wa maeneo. Nchi nyingi ziliingia vitani, zikiwemo Austria, Sweden, France, Spain, German States. Vita hii ilikuwa moja ya vita mbaya zaidi katika historia ya Ulaya. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya milioni 8 walikufa kutokana na vita, njaa, magonjwa, mwisho wa vita na amani ya Westfalia. Vita vya miaka 30 vilimalizika mwaka 1648 kwa makubaliano yanayoitwa Peace of Westphalia. Makubaliano haya yalikuwa muhimu sana kwa sababu yalikomesha vita vya kidini Ulaya kwa kiwango kikubwa. Yaliruhusu watawala kuchagua dini ya eneo lao. Yaliweka msingi wa mfumo wa kisasa wa mataifa ya Ulaya. Baada ya makubaliano haya, migogoro mikubwa ya kidini ilianza kupungua. Athari za vita hivi katika historia. Vita kati ya Wakatoliki na Waprotestanti vilikuwa na athari kubwa sana. Ulaya iligawanyika katika maeneo ya Kikatoliki na ya Kiprotestanti. Mamlaka ya kanisa katika siasa ilianza kupungua. Mataifa ya kisasa ya Ulaya yalianza kuimarika. Hii ndiyo historia fupi ya jinsi makanisa ya Waprotestanti na Walutherani yalivyozaliwa na kuenea duniani kote mpaka sasa. Chanzo chake kikuu kilikuwa ni kanisa la Romani, Catholic, na makanisa haya yakaamua kujitenga na mafundisho ya Kiromani, Catholic. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Tukutane makala zijazo. Usisahau kusubscribe. Tukutane video zijazo.